Hujambo mtazamaji wangu tena na karibu katika somo letu la siku ya leo au katika fundisho letu la siku ya leo. Na leo tuko katika sura ya 7 ya kitabu cha Mwanzo na kichwa chake kinasema Gharika ya Nuhu, hukumu ya Mungu na wokovu kwa wenye imani. Na maandiko makuu yanatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 na mstari wa kwanza, na vile vile kitabu cha Waibrania sura ya 11 mstari wa 7. Tunapoanza kwa kuangalia Mwanzo sura ya 7 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba kisha Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na nyumba yako yote katika safina, kwa maana nimekuona wewe umwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Na katika kitabu cha Waibrania sura ya 11 mstari wa 7, Biblia inasema kwamba kwa imani Nuhu akiisha kuonywa na Mungu katika habari za mambo yasiyoonekana bado, akachafuliwa na hofu ya Mungu, akaifanya safina kwa wokovu wa nyumba yake. Na malengo yetu ya siku ya leo ni kama ifuatavyo. Baada ya somo hili tutaweza kuelewa sababu ya gharika, tutaweza kuelewa umuhimu wa utii wa Nuhu, vile vile tutaweza kuelewa hukumu ya Mungu dhidi ya dhambi, tutaweza kuelewa jinsi Mungu anavyowalinda watu wake, na vile vile kumuona Kristo kama njia pekee ya wokovu. Na kwa hivyo katika sura ya 6 tuliona kwamba uovu ulienea duniani, Mungu akaamua kuihukumu dunia na Nuhu akaagizwa kujenga safina. Na katika sura ya 6 tuliweza kuona kwamba uovu ulienea duniani, na vile vile tukaona ya kwamba Mungu akaamua kuihukumu dunia, Nuhu akaagizwa kujenga safina. Na sasa katika sura ya 7 tunaona ya kwamba gharika inaanza, Nuhu anaingia safinani, na vile vile tunaona dunia yote inafunikwa na maji. Na hii ni mojawapo ya hukumu kubwa zaidi zilizowahi kutolewa katika historia ya mwanadamu. Na tunapoangalia kifungu cha kwanza cha sura hii ya 7 ambacho kinasema ingia wewe na nyumba yako yote katika safina, tunaona Mungu akimuita Nuhu aingie safina. Na mafundisho ambayo tunayapata hapa ni kwamba baada ya Nuhu kutii kwa miaka mingi akijenga safina, Mungu sasa anamwambia ingia. Mungu hakumwacha Nuhu nje ya wokovu aliyokuwa ameandaa. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu huwaokoa wale wanaomwamini na kumtii. Kati ya kifungu cha 2 na 5 tunaangalia maandalizi ya mwisho. Tunaona Mungu akimwagiza Nuhu aingiza wanyama safinani na vile vile aandae kila kitu kwa gharika. Katika kifungu cha 5 kinasema Nuhu akafanya sawasawa na yote aliyoamuriwa na Mungu. Na tunapoangalia tabia ya Nuhu, tunaona ya kwamba Biblia mara nyingi hurudia maneno haya, Nuhu akafanya kama alivyoamuriwa. Na somo muhimu hapa ni kwamba baraka nyingi huja kupitia utii. Na tunapoangalia kati ya kifungu cha 6 na 10 tunaona kusubiri hukumu. Na tunaona ya kwamba Nuhu alikuwa na miaka 600 wakati gharika ilipoanza. Baada ya kuingia safinani kulikuwa na kipindi cha kusubiri. Na vile vile tunaona ya kwamba kisha gharika ikaanza. Na somo la kiroho hapa ni kwamba wakati mwingine Mungu hutoa onyo, kisha muda wa neema, na halafu hatimaye baadaye hukumu huja. Na kati ya kifungu cha 11 na 12 tunaona maji yakianza kumwagika. Chemichemi zote za vilindi vikuu zikabubujika, madirisha ya mbinguni yakafunguka. Tunaona Biblia inasema kwamba mvua ikanyesha juu ya nchi siku 40 mchana na usiku. Na mafundisho ambayo tunayapata hapa ni kwamba hukumu ya Mungu ilikuja kama alivyosema. Na tunaona ya kwamba Mungu hutimiza ahadi zake na vile vile hutimiza pia maonyo yake. Kifungu cha kati ya 13 na 16 tunaona Nuhu akiingia safinani.
Kwa hivyo tunaona Nuhu aliingia pamoja na mke wake au mkewe, vile vile wanawe watatu na wake zao wanawe. Tunapoangalia watu waliokolewa, ni jumla yao walikuwa watu 8. Katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 20, Biblia inasema kwamba watu wachache, yaani watu 8 waliokolewa kwa maji. Na kipengele muhimu sana tunapata katika sura ya kifungu cha 16 ambacho kinasema Bwana akamfungia mlango. Na maana yake ni kwamba Mungu ndiye aliyefunga mlango, na mlango wa neema ulikuwa umefungwa. Na hivyo tunaona ya kwamba waliokuwa nje hawakuweza tena kuingia. Na somo la kiroho hapa ni kwamba kuna wakati wa neema, lakini siku moja nafasi ya kutubu itafungwa. Katika waraka wa pili wa Korintho sura ya 6 mstari wa 2, Biblia inasema kwamba tazama, sasa ndio wakati uliokubalika. Tazama, sasa ndiyo siku ya wokovu. Kati ya kifungu cha 17 na 20 tunaona dunia yote ikifunikwa na maji. Tunaona maji yaliongezeka sana, milima ikafunikwa, mabonde yakafurika na dunia yote ikazama. Na mafundisho muhimu hapa ni kwamba hakuna mahali pa kujificha dhidi ya hukumu ya Mungu. Na kati ya kifungu cha 20 na 23 ni kifo cha waliokuwa nje ya safina. Biblia inasema kwamba kikafa kila chenye mwili kilichotambaa juu ya nchi. Na somo ngumu la kiroho hapa ni kwamba dhambi ina matokeo. Watu wa wakati wa Nuhu walikuwa wamepewa maonyo, pia nafasi ya kutumbu, lakini walikataa. Na kifungu cha 24 tunaona maji yakatawala duniani. Na kwa hivyo tunaona maji yakagharikisha nchi siku 150. Na maana yake ni kwamba hakukuwa na njia nyingine ya wokovu. Safina pekee ndiyo iliyobaki salama. Na tunapoangalia Kristo katika Mwanzo sura ya 7, tunaona ya kwamba safina ni mfano mzuri wa Yesu Kristo. Kama vile watu waliokuwa ndani ya safina waliokolewa, ndivyo wale walio ndani ya Kristo wanaokolewa. Katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 1, Biblia inasema kwamba sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu ni mtakatifu. Hii inamaanisha hawezi kupuuza dhambi milele. Na vile vile tunaona ya kwamba Mungu hutoa onyo kabla ya hukumu. Na hii inamaanisha ya kwamba aliwaonya watu kupitia Nuhu. Na vile vile tunaona utii huleta wokovu. Nuhu aliokolewa kwa sababu alimwamini Mungu. Na vile vile tunaona ya kwamba Mungu huwalinda watu wake. Tunaona maji yaliharibu dunia, lakini safina ikalindwa. Yesu pia tunaona ndiye safina ya wokovu. Hakuna njia nyingine ya kuokoa isipokuwa kupitia kwa Kristo. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Na maswali ambayo tuko nayo siku ya leo, ambayo tunaweza pengine kuangalia wakati wetu wa ziada, ni maswali 4. Na swali la kwanza linasema, kwa nini Mungu alileta gharika? Kwa nini Mungu alileta gharika? Swali la pili, tunajifunza nini kutoka kwa utii wa Nuhu? Tunajifunza nini kutoka kwa utii wa Nuhu? Swali la tatu, maana ya Mungu kufunga mlango wa safina ni nini? Maana ya Mungu kufunga mlango wa safina ni nini? Na swali la 4, safina inamwakilishaje Kristo? Safina inamwakilishaje Kristo? Na aya ya kukariri inatoka katika sura ya 7 mstari wa 16, ambayo inasema Bwana akamfungia mlango. Na tunapoelekea kumaliza fundisho letu la siku ya leo, tunaona kwamba Mwanzo sura ya 7 inatufundisha kwamba Mungu ni wa haki na anaihukumu dhambi, lakini pia ni mwenye rehema kwa wale wanaomwamini. Tunaona kwamba Nuhu
na familia yake waliokolewa si kwa sababu walikuwa na nguvu zao wenyewe, bali kwa sababu waliamini na kutii neno la Mungu. Tunaona vile vile kwamba leo Mungu bado anatoa mwaliko wa wokovu kupitia Yesu Kristo. Wale wanaomwamini na kuingia ndani ya Kristo wako salama dhidi ya hukumu ya dhambi na kupokea uzima wa milele. Na somo lijalo ambalo litakuwa ni sura ya 8, tutajifunza jinsi Mungu alivyomkumbuka Nuhu, maji yalivyopungua na mwanzo mpya ambao Mungu aliwapa wanadamu baada ya gharika. Kwa hivyo siku ya leo tumejifunza juu ya Nuhu, jinsi viumbe vyote ambavyo viko uhai vilivyoangamizwa na gharika. Na kwa hivyo tumejifunza kwamba Mungu ni Mungu mwenye rehema na anawapatia watu nafasi ya kutubu. Wakati wa hukumu unapotimia, hakutakuwa na wakati wa kujiandaa. Kwa hivyo ni vizuri kujiandaa mapema. Yule ambaye ni Nuhu aliamrishwa kujenga safina, na safina ya leo ni Yesu Kristo. Ukitaka kuokoka, muamini Yesu Kristo na utaupata uzima wa milele. Kama vile Nuhu alivyookolewa na Mungu baada ya kuambiwa aijenge safina, yeye na familia yake wakaweza kuokolewa. Kwa hayo na kutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki na kutendee mema. Shalom.